Na mtazamaji, basi ikiwa tungalipo kwenye taarifa inayofungamana na sherehe za sikukuu ya Mashujaa, ni kwamba kwa mara nyingine tena siasa za mahakama ya ICC zimejitokeza baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kukariri kwamba mikutano ya maombi inayoandaliwa na mrengo wa Jubilee kwa niaba ya naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang itaendelea kama ilivyopangwa. Matamshi haya yametolewa siku chache tu baada ya jaji wa mahakama ya ICC Chile Osuji kuwaonya viongozi wa Kenya kukoma kutumia hafla za maombi katika kuisuta mahakama hiyo ya ICC. Baada ya kimya cha muda mrefu kuhusiana na suala la ICC, Rais Uhuru Kenyatta hatimaye alivunja kimya chake kuhusiana na suala hilo. Katika hafla ya adhimisho la siku ya Mashujaa, Rais Kenyatta alikariri kuwa maombi ya kuombea washukiwa wakuu wa ICC yataendelea wala hakuna litakalofanya kusitisha. Ni matamshi yaliyokinzana na onyo kutoka kwa jaji wa mahakama ya ICC Chile Osuji. Wiki iliyopita Osuji aliwataka wanasiasa kukoma kuandaa maombi ambayo yalitaja kuwa yanatumika kuidhalilisha mahakama hiyo. Na sisi wa Kenya tuendelee kuomba, jaji hawezi kutuambia hatuna nguvu ya kuomba. Sisi tunaamini Mungu na sisi tuko na uhuru wa kuomba na tutaendelea na maombi kwa sababu tuwajua maombi faida yake ni nini. Katika usemi wake Ijumaa, Osuji alitaka mahakama ya ICC kupewa nafasi kufanya kazi yake bila cheche za maneno kutoka kwa wanasiasa, maneno ambayo alitaja kuwa hayataathiri uamuzi wa mahakama hiyo kwa njia yoyote ile. Lakini Rais Kenyatta akaomba Wakenya kutotishika na badala yake kuungana kutafuta amani. Na mimi nawauliza Wakenya, tusikubali kutenganishwa, tusikubali kuletewa siasa duni, tusikubali kupiganishwa. Tuwajua sisi haja ya umoja wetu. Kesi dhidi ya naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Sang zinazidi kupokea pigo kila kukicha baada ya mashahidi wote kujiondoa kwenye kesi hizo. Kisa cha hivi majuzi ni kile cha kujiondoa kwa mpiganiaji wa haki za binadamu Ken Wafula kwenye kesi hizo. Then the International Criminal Court has no moral authority to proceed with these cases. Tuwajua sisi haja ya umoja wetu. Tuwajua tabu ambazo tumepitia. Na tunajua ya kwamba ni sisi wenyewe kama Wakenya ambao tuko na suluhu ya mambo haya. Tatizo sugu katika kesi hizi ni kuwepo kwa madai mapya kutoka kwa mbunge Gatundu Kusini Moses Kuria aliyedai kuwa mashahidi wote katika kesi hizo walinunuliwa, madai ambayo yameleta hali ya mshike na kuibua joto la kisiasa nchini. Nicholas Wambua, KTN leo, Nairobi, Kenya.